Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu kwa YouTube ni Aznas Media. Tafadhali subscribe, comment, like na kushare. Katika mitandao yetu ya kijamii ni Aznas_media. Bwana everybody, mambo vipi Tanzania? Hii hapa ni Aznas Media. Mimi naitwa Chumvi the baddest right here. Ni presenter steering Mnyamwezi Lilobaki mjini. Of course, unajiuliza ni nini ambacho kinaendelea, lakini hii ni miaka 30 ya Bongo Flava ambayo inafanyika hapa Hayat Regency hapa Dar es Salaam of course. Na kama unavyoona nyuma yangu kuna picha ambazo zipo, picha nyingi za kutosha, na hawa ni wasanii ambao wameuheshimisha huu muziki wa Bongo Flava hadi leo inafika miaka 30 na kuendelea kama hivi ambavyo unaona. Kwa huko ndani wapo celebrities ambao ni brothers, brother kwa heshima yako kaka. Anaitwa Sogi Dogi Anta. Wao ni kati ya brothers ambao wameushepu muziki wa Bongo Flava hadi ukafika hapa ulipo. Mwanzo ulikuwa kama muziki wa kiuni, but this time around imekuja kuwa biashara and things zina move. Of course, Aznas tumefika hapa ili tuweze kuwaona mabrother na kujua kile ambacho wanaendelea nacho. Of course, leo ilikuwa ni press conference na zoezi zima litafanyika tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026. Lakini huu hapa mchakato wa kuwaheshimisha wasanii na magwiji wa Bongo Flava unaendelea throughout the year. Nyimbo imetoka, tutaiona, na of course tunaendelea kupiga nao story huko ndani. Utaona kama unavyoona mabango, kama unavyoziona hizi picha, namuona Domo Kaya, Kalapina, P1 Black, Chidi Benz, wote ambao wameweza kuishape hii hapa tasnia ya muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania. Mambo vipi? Hii ni Aznas Music na hii ni Aznas Media. Hapa ni katika maadhimisho, katika press conference ya maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Magwiji wote wa Bongo Flava waloishape ile feni ya garafu ya Bongo Flava ambao unaiona sasa hivi inawalikia watu na kutoa mipunga mingi. Wako hapa wote katika press conference. My brother, heshima yako kaka. Shwari, mambo vipi? Sasa mimi nashukuru sana. Kwanza hongera sana kwa kufikisha hii miaka, kwa kuweza kuiwezesha hii hapa issue ya miaka 30 ya Bongo Flava, na hongera na timu yetu ya Asero pendwa. Bana, vyote vimekuja kwa wakati mmoja. Kwanza hongera sana kaka. Asante sana. Kwa nini umefikiria kuwakutanisha wasanii na kufanya hii hapa event kubwa ambayo hatujawahi kuiona hapa Tanzania? Lengo ni kuendelea kuwaheshimisha wanamuziki wa zamani. Unajua kumeibuka wimbi kwamba hawa wakongwe, hawa legend, yani wanadogodosha vitu kwamba hawawezi kufanya vile vitu, kitu ambacho si sahihi. Kwa hiyo plani ni kwenda kuwaonyesha kwamba yes, sisi ni wakongwe na hiki tunachokifanya ndio cha sisi wakongwe. Na pia kingine ni kuwafanya watoto wetu wanaokuwa wasije wakamsahau Inspector Harun, wasije wakamsahau Nazbaba, hawajawahi kumuona kwenye jukwaa Juma Nature. Kwa hiyo kupitia miaka 30 ya Bongo Flava tunataka hawa ambao hawajawaona waone kwamba hawa ndo wamewaleta hawa kina fulani na kina fulani. Yes. Bana, hongera sana kaka, umekuja na idea nzuri sana. Of course ni kuiheshimisha hii Bongo Flava ambayo wengi wanakula hiki kipande ambacho wanaendelea kukitafuna sasa hivi na kutengeneza maisha yao. Bana kaka, mimi nipende kuuliza, kuna new generation hapa, vijana wapya wengi wameingia katika muziki wa Bongo Flava. Ungependa kuwashauri nini kama father? Ambacho ningeweza kuwashauri ni namna tu ya kutunza maadili. Unajua, unapomongonyosha maadili unanyongonyosha kizazi kinachokuja. Kama ambavyo sisi tuliweza kuyatengeneza maadili kwenye mwongo mzuri kupitia kalamu, maandishi mazuri, ujumbe mzuri, basi nafikiri hiki ndo kitu ambacho tunataka kuwafanya wakione ukubwa wake. Brother Madi, wakati tunamalizia hii hapa, hii tunajua uko busy sana, tunamalizia sasa. Nyie mmeishape Bongo Flava, mmeifanya kabla ijawa pesa, kama vipaji na kuwasilisha kile ambacho mnakiona katika jamii ukiwasilisha. Sasa hivi unaiona wapi Bongo Flava inakoelekea? Unaiona wapi mwelekeo wake Bongo Flava kwa miaka hii hapa ambapo tunakwenda sasa hivi? Yes, tumeona namna ambavyo njia inataka kutokea huko. Wadau wamekuwa wengi, wamejitokeza, masoko yamekuwa tofauti. Zamani tulikuwa tunategemea shows tu na kuuza cassette, lakini sasa hivi digital platform ndizo ambazo zinafanya wanamuziki wanaishi maisha mazuri. So tunapoelekea tunaelekea pazuri sana. Bwana, mimi nashukuru sana brother. Thanks for your time. Aznas Media.